mtazamaji, na nachukua nafasi hii kuweza kukaribisha tena katika sehemu ya pili ya mafundisho ambayo tunazidi kuchambua kuhusiana na Mungu ambaye ni mkarimu, ama the prodigal God. Na kisa ambacho tunaangazia ni kitabu cha Luka 15 kuanzia mstari wake wa 11 hadi 32, kisa cha wana wawili ambao walikuwa wamepotea. Mmoja katika dhambi, mwingine katika haki yake mwenyewe, ambao moyo wa baba unawatafuta wote hawa wawili. Na basi nakualika ili tuweze kuomba kwa pamoja na ili tuweze kuanza katika mafundisho ya siku ya leo. Majina yangu ni Kenneth Karuga. Karibuni sana na tuweze kumuomba Mungu ili atuongoze katika fundisho la leo. Baba yetu uishie juu mbinguni, asante kwa nafasi ya kipekee ambayo umeweza kutupatia. Asubuhi njema tunapokuwa tukiendelea kuchunguza neno lako. Nakushukuru sana kwa sababu ya tabia yako ya upendo na jinsi ambavyo unatutafuta hata kama tunapokuwa tumefanya maamuzi mabaya kukuondokea. Upendo wako bado ni mwingi, na ni upendo huo ndio unatufanya tuweze kurudi. Tunapozidi kuangalia fundisho hili, naomba uwe pamoja nasi, nitumie tu kama chombo ninapokuwa nikinena maneno haya. Wasikilizaji wanaofuatilia mafundisho haya wabariki, wapate kuelewa, na sote tupate kukaribia kupitia jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi wapendwa, karibuni sana. Na katika siku ya leo tutakuwa tunaangazia sehemu ya pili ya fundisho hili, ambalo tutakuwa tunaangazia the younger son, a journey away from home. Ya kwamba yule kijana mdogo, ambapo tunaangazia safari yake kutoka mbali na nyumbani. Kumbuka yule kijana aliweza kuitisha urithi wake na akaweza kufunga safari kuweza kuenda nchi ya mbali. Na kwa hivyo tunataka tuangazie yale ambayo aliyoweza kuyapitia, na kisha pia mambo ambayo tunaweza jifunza katika hatua ambayo alichukua, na mwishowe uamuzi alioufanya wa kuweza kurudi nyumbani. Kitabu cha Luka 15 mstari wake na 11, maandiko inasema ya kwamba akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili, na yule mdogo basi akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Kwa hivyo yule kijana ambaye alikuwa ndiye mdogo akaweza kuitisha sehemu ya mali iliyo yake, yani urithi kutoka kwa baba yake. Na wapendwa, basi hapo nataka ushike point ya kwamba sin begins when the heart turns away from the father's love. Ya kwamba dhambi huanzia wakati moyo unapoondokea baba, ama unapoondokea upendo wa baba. Hapo ndipo ilikuwa mwanzo wa kuanguka kwake, hapo ndipo ilikuwa mwanzo wa safari yake katika maisha ya utumwa, maisha ya dhambi, kwa sababu alitaka kuweza kuondokea upendo wa baba yake. Lakini baba hakumzuia, hakumkataza. Maandiko inasema aliwagawia vitu vyake. Na basi pale pia bado tunazidi kuona tabia ya Mungu wetu, ambaye yeye halazimishi. Yeye unapochagua njia moja, hata kama ni kinyume na mapenzi yake, yeye haezi kulazimisha, anakuachia tu, licha ya kwamba anakutafuta bado katika njia hiyo mbaya ambayo umeweza kuchagua. Na basi tunazidi kuona tabia ya Mungu wetu ambayo ni ya kipekee. Wapendwa, urithi ulikuwa unapatiwanwa baada ya kifo cha baba. Hii ni jambo nataka uweze kushika, kwamba urithi kawaida ulikuwa unatolewa baada ya, ama ulikuwa unapokelewa baada ya yule baba kuweza kukufa. Lakini huyu kijana yeye aliweza kudemand, aliweza kuitisha urithi wake baba yake akiwa bado ako hai, ambalo ni jambo la kustaajabisha. Unaposoma kitabu cha Mithali 13 mstari wake ni wa 22, maandiko inasema, mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Kwa hivyo huyu mzee, kwa vile alikuwa na mali ya kuachia watoto wake, basi alikuwa ni mtu mwema. Na hata ilikuwa ni kawaida ya kwamba urithi unastahili utolewe baada ya baba kufa, kijana akaitisha urithi baba yake akiwa bado uko hai. Lakini hata hivyo
bado hakumkataza kumpatia urithi wake, maana yeye alikuwa ni mtu mwema. Maandiko inatuambia hivi katika kitabu cha Christ Object Lesson ukurasa wa 199, aya yake ni ya kwanza. Inasema kwamba the inheritance that will fall to him at his father's death he desired to receive now. Ya kwamba urithi ambao alikuwa anastahili uwe wake baada ya baba yake kukufa, yeye alitaka aupate sasa hivi. He is bent on present enjoyment and cares not for the future. Yeye alikuwa anaangalia furaha ya wakati huu, wala hakuwa anaangazia maisha ya usoni. Kwa hivyo urithi ule ambao alikuwa apokee baada ya baba yake kufa, yeye alitaka apewe akiwa hai. Jambo lingine wapendwa linajitokeza pale, ni vizuri uweze kuelewa ya kwamba katika urithi kwa wana wa Israeli ulikuwa na sheria zake. Especially katika hali ambapo baba alikuwa na wana zaidi ya mmoja. Na yule kijana ambaye alikuwa ni wa kwanza, the firstborn, kwa sheria alikuwa apokee urithi mara mbili kuliko yule wa pili. Mzaliwa wa kwanza alipokea urithi sehemu mbili. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati unaposoma 21 mstari wa 17 inasema, lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana wa yule asiyempenda kwa kumpa mafungu mawili katika vyote alivyo navyo, kwa maana ndiye mwanzo wa nguvu zake. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye. Kwa hivyo kama kuna yule angestahili kudemand zaidi urithi wa baba yake, ingestahili kuwa ni yule kijana ambaye alikuwa ni mkubwa. Lakini huyu mdogo, yeye bado alidemand apewe urithi wake, na alipopewa na akaenda kauharibu, aliporudi bado baba aliweza kumpatia bado sehemu zingine za mali yake. Kwa hivyo tunakuja kuona tabia ya baba ambao ni ya kipekee sana. Ndiko maana tunasema the prodigal God. Kumbuka jana tuliweza kuona ya kwamba jina hili prodigal liko na maana mbili. Ya kwanza ni mtu ambaye anatumia vitu vibaya kwa kuharibu, extravagant. Ndiposa anaitwa the prodigal son, mwana mpotevu, yani ni wa kupoteza vitu. Lakini jina hili prodigal pia inamaanisha mtu mkarimu, generous. Kwa hivyo tunaposema the prodigal God, tunaonesha jinsi Mungu alivyo mkarimu na jinsi baba huyu alivyo mkarimu katika neema yake, katika wake. Hata mtoto wake anapoharibu mali yake bado anamkubali na bado anamrejesha katika yeye kuwa mwana. Kwa hivyo ndiposa tunaangalia the prodigal God. Na basi wapendwa, the request hii ya kijana huyu mdogo ili apokee urithi wake baba yake akiwa bado ako hai, basi ilikuwa ni jambo la kustajabisha katika tamaduni ya wakati ule. Ni kana kwamba alikuwa anasema, I want your blessings but not you. Yani ni kama yule kijana alikuwa anaambia baba yake, mimi nataka baraka zako lakini wewe sikutaki. Na hivyo ndivyo moyo wa mtu ambaye anataka, yani moyo wetu sisi wanadamu uko hivyo. Tunataka baraka za Mungu lakini hatumtaki Mungu. Hatutaki uwepo wake. Hii ni hali ya kawaida ya mwanadamu, ya moyo wa dhambi. Unatamaningi mambo ya Mungu lakini hautaki uwepo wake Mungu. Kijana yule alitamani apatiwe urithi, aweze kwenda nchi ya mbali, mahali ambapo ako mbali na baba yake, ili aweze kufurahia maisha yake ya dhambi, kwa sababu alijua kwamba akiwa pale nyumbani hawezi kufurahia maisha ya dhambi akiwa katika uwepo wa baba yake. So this is the root of sin, desiring the gifts of God without the presence of God. Wapendwa, hii ndio mzizi wa dhambi, ambapo unatamani zawadi za Mungu, unatamani vitu za Mungu, lakini hautamani uwepo wake Mungu. Na njia kama ile wapendwa, huwa inamalizia katika uharibifu. Kitabu cha Warumi 1:21 na 22, maandiko inasema ya kwamba kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenyewe ujinga ikatiwa giza. Wakajinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Kwa hivyo wakati wote tunapotaka kuenda kinyume na njia za Mungu, ilhali tunataka zawadi za Mungu, basi njia ile huwa inamalizia katika giza, inamalizia katika upumbavu. And so my friends, just as the younger son longed for the far country,
Many hearts today dream of independence from God, thinking that it leads to happiness, but it leads to sorrow. Ya kwamba wapendwa, kama vile yule kijana mdogo ambaye alitamani kwenda nchi ya mbali, mioyo ya watu wengi siku ya leo huwa inatamani kujisimamia, ama kile tunaita independence, kujisimamia wenyewe mbali na Mungu ama kando na Mungu, wakidhania kwamba itasababisha furaha, lakini badala yake huwa inaleta masikitiko na huwa inaleta huzuni. Kwa hivyo this spirit of independence ni kitu tunastahili tujichunge sana wapendwa, tusije tukakuwa na roho kama ile, roho ya kutaka kujisimamia. The young man's decision represents humanity's desire to live without divine authority. Ya kwamba uamuzi wa huyu kijana inawakilisha hamu ya ubinadamu ya kutaka kuishi pasipokuwa na mamlaka yoyote. Mwanadamu anataka aishi pasipokuwa chini ya any authority, especially authority yake Mungu. Roho ya nabii inasema hivi, kitabu cha Christ Object Lesson ukurasa wa 200 aya ni ya 2. Sikiza, inasema hivi: what a picture here of the sinner state. Although surrounded with the blessings of his love, there is nothing that the sinner, bent on self-indulgence and sinful pleasure, desires so much as separation from God. Eti ni picha gani hii ambao tunaoneshwa ya hali ya mwenye dhambi? Licha kwamba amezungukwa na baraka na upendo wake Mungu, hakuna kitu ambacho mwenye dhambi ambaye anataka kujifurahisha na ambaye anataka kupata anasa za dhambi huwa anataka sana kuliko kujitenga na Mungu. This is the sinner's desire, to separate yourself from God, ili ya kwamba ufurahie maisha ya dhambi. Wapendo, hakuna siku Mungu anaweza jitenga na mwanadamu. Ni mwanadamu mwenyewe huwa anajitenga na Mungu. Hali yenye dhambi, moyo wa asili huwa unatamani tu kujitenga na Mungu, kwa sababu mbele uwepo wa Mungu dhambi ni kitu cha kuchukiza. Na kwa hivyo unapotamani maisha ya dhambi, utatamani kuwa mbali na Mungu. Mwenye dhambi mwenyewe ndiye huwa anajitenga na uwepo wa Mungu. God never forsakes anyone. Ni sisi huwa tunamwacha Mungu kwa sababu ya kutaka kuishi maisha ya dhambi. Tunaambiwa, like the ungrateful son, he claims the good things of God as his by right. He takes them as a matter of course and makes no return of gratitude, renders no service of love. Eti kwamba kama vile mtoto yule asiyekuwa na shukran anataka mambo mazuri ya Mungu na kwamba ni yake kwa haki, it is his by right, anayachukua kama kitu ambacho ni cha kawaida, lakini yeye harujishi hata moyo wa shukran wala hana hata huduma ya upendo. Hivi ndivyo tulivyo wapendwa. We are the prodigal sons. Tunaenda kuharibu vitu vya baba yetu, baraka ambazo Mungu ametupatia, tunazitumia vibaya, na badala ya kuweza kuzirudisha katika moyo wa shukran na katika pia hali ya kuweza kuhudumia Mungu katika njia ya upendo. Basi wapendwa, wakati huyu kijana alipoondoka nyumbani, alibeba yote aliyodhania anahitaji. He carried all he thought he needed, money, dreams and self-confidence. But he left behind what truly mattered, his father's presence. Ya kwamba huyu kijana alipotoka nyumbani, yeye alibeba kile alidhania anahitaji. Akabeba pesa, akabeba ndoto zake, akakuwa na ile hali ya kujiamini, lakini aliacha nyuma kile ambacho kilikuwa cha muhimu sana. Nini? Uwepo wa baba yake. He left his father's presence. Alidhania kwamba akipata pesa, alidhania kwamba ataweza kufikia ndoto zake kando na baba yake, lakini badala ya hiyo ni huzuni na masikitiko mengi. Wakati wote tunapoondoka mbele ya uwepo wa baba, si furaha huwa tunapata, bali ni huzuni na kuvunjika moyo na maisha ya utumwa. Tunaendelea kuambiwa hivi, kitabu cha Testimonies ya 3 ukurasa wa 66 aya yake ya 2, tunaambiwa kwamba we are living amid the perils of the last days, and if we have a spirit of self-sufficiency and independence, we shall be exposed to the wiles of Satan and be overcome. Ya kwamba wapendwa, tunaishi katika nyakati, katika hatari za mwisho. Na kama tutakuwa na roho ya kujitosheleza, na kama tutakuwa na roho ya kujisimamisha wenyewe, independence,
basi tutakuwa tumewekwa wazi kwa hila za shetani na tutaweza kushindwa. Spirit of independence ni hatari na ni mtego mkubwa sana ambao shetani huwa anatumia kuweza kunasa Wakristo wengi. Wapendwa, tuko katika nyakati za mwisho. Tuko katika hatari za nyakati za mwisho. Tunaambiwa kama tutakuwa na roho ya kujitosheleza, self-sufficiency, kama tutakuwa na roho ya independence, ya kujisimamisha, ya kutaka kukua wewe peke yako, hauhitaji mwingine, basi tutaweza kupokea ama tutaweza kuwa tumewekwa wazi kwa hila za shetani, na hakika shetani ataweza kutushinda. Tunaambiwa self-importance must be put away from you and you be hid in God, depending alone upon him for strength. Ya kwamba kule kuona ufaida wako, kule kuona ya kwamba uko na faida, tunastahili tuweke kando na tufichwe ndani ya Mungu, tukimtegemea yeye peke yake ili tupate nguvu. You cannot stay independent of God. Lazima uweze kumtegemea Mungu katika kila kitu ambacho unafanya. Lazima tumweke Mungu akiwa wa kwanza na wa mwisho, na akiwa kila kitu katika maisha yetu. Lakini tukiamua kujisimamia wenyewe, basi tutaweza kuanguka. Biblia inatupatia mifano mbalimbali ya wale ambao walikuwa na roho hii ya independence na kile kiliweza kufanya. Kwa mfano, wa kwanza aliyekuwa na roho hii ya kujisimamia, the spirit of independence, was Lucifer, shetani mwenyewe akiwa kule mbinguni. Kitabu cha Isaya 14 mstari wa 12 hadi 14, maandiko yanasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. So wapendwa, Lucifer, originally a perfect angel, developed self-exaltation. He chose independence from God's authority. His I will statements reveal the root of all rebellion, that is, the desire to rule self apart from God. Eti ya kwamba Lucifer, ambaye alikuwa ni malaika mkamilifu, alipata kujiinua nafsi yake, akachagua kusimama peke yake kando na mamlaka ya Mungu. Na kule kusema nitakiinua mimi, basi inaonesha mizizi ya ukaidi, kutaka kuweza kutawala kando na Mungu. Na ni roho gani ilidhirika pale? Pride, self-rule, rejection of divine dependence. Ni roho gani ilionekana pale? Roho ya kiburi, ya kutaka kujitawala, ya kukataa kutegemea Mungu. Na hiyo roho ilisababisha shetani, Lucifer, aweze kuanguka na kuanza kuitwa shetani. Alipotaka kukaa kando na mamlaka ya Mungu, alipotaka kujisimamisha yeye mwenyewe under his own authority bila kukaa chini ya mamlaka ya Mungu, basi hii ilisababisha akuwe na roho ya rebellion, aweze kukaidi Mungu, na hii ikasababisha mwanguko wake. Mfano mwingine Biblia inatupatia ni Adamu na Hawa. Walichagua ubinafsi kuliko neno la Mungu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Na kwa hivyo Hawa alitaka Eve was tempted to act independently of God's commandments, trusting her own judgment instead. Hawa akajaribiwa yeye kusimama peke yake kando na amri wazi ya Mungu, akitegemea uamuzi wake mwenyewe. She thought, alidhania kwamba anaweza kusimama na kupingana na shetani. Akajiweka kando na Mungu, kando na sheria ya Mungu, kando na neno la Mungu. Adamu na yeye pia akafuata uamuzi wa Hawa, and their act of self-dependence broke their communion with God. Hii tendo la kutaka kujisimamia wenyewe ikavunja uhusiano wao na Mungu. Ni roho gani ilioneshwa pale? Distrust in God's wisdom, choosing personal reasoning over obedience. Wakaweza kukosa kuwa na imani na hekima ya Mungu, wakachagua wenyewe kujiwazia, wenyewe kuweza kujifikiria wenyewe kuliko neno la Mungu. The spirit of independence leads to destruction. Mfano mwingine nataka kuangazia ni mfano wa Kaini. Kaini naye alikataa kufuata njia ya ibada ya Mungu. Unaposoma Mwanzo 4 mstari wa 3 hadi mstari wa 7,
Cain brought an offering of his own choice, not according to God's instruction. While Abel followed God's plan of sacrifice, Cain decided to worship in his own way. He was corrected, but he grew angry instead of repenting. Ya kwamba Kaini yeye alileta kafara yake mwenyewe. Akasema, mimi sitafuata hivi vile Mungu anasema. I will be independent. Wacha nilete kafara yangu na Mungu akubali hiyo kafara. Ilhali Abili mwenyewe alifuata njia za Mungu, akatoa kafara kulingana na vile Mungu alitaka. Kaini akaamua kuabudu kwa njia yake mwenyewe. Na aliporekebishwa, badala ya kurekebika, akakuwa na hasira na akakosa kutubu. Ni roho gani alionyesha? Self-will in worship, refusal to submit to divine direction. Kule kuwa na maamuzi yako mwenyewe katika ibada, kukataa kufuata njia za Mungu. Na hiyo roho ya independence ikasababisha Kaini aweze kuanguka. Mfano mwingine wa 4 nataka niangazie ni wale waliokuwa wanajenga mnara wa Babeli. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa 1 hadi mstari wake wa 9, ubinadamu kaamua kujenga mnara ambao utafika mbinguni, wakitafuta kusimama peke yao kinyume na mpango wa Mungu na ulinzi wake. Mungu alikuwa amesema, jazeni dunia, tapakaeni. Badala ya kutapaka, wao wanataka kukuja pamoja na ili kuweza kufikia Mungu. God confused their language to hold their self-centered ambition. Basi lugha yao wakachanganyikiwa na ile njia ambayo alikuwa anafuata ikakosa kutimia. Ni roho gani ilionyeshwa pale? Human self-sufficiency, defiance of God's authority. Mwanadamu kujihisi ya kwamba yeye mwenyewe anaweza jitosheleza na kukataa mamlaka ya Mungu. Roho ya kujisimamia wenyewe, the spirit of independence, inasababisha kuweza kuwa na mchafuko na kuweza kupotea. Mfano wa mwisho nataka kuangazia ni mfano wa Sauli. Sauli naye akatenda kinyume na maagizo wazi ya Mungu. Unaposoma kitabu cha Samueli wa kwanza 13 mstari wa 8 hadi mstari wa 14, na pia Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22 na pia mstari wa 23, njia ambazo Sauli alikuwa ameambiwa afuate kulingana na vile alikuwa ameamua, akakosa kufuata hivyo, na badala yake akaamua hata yeye mwenyewe kutoa kafara kuliko kungojea Samueli kuja na kuweza kutoa ile kafara. Yeye kama mfalme akaamua hata yeye mwenyewe anaweza toa kafara. Na ile roho ya kujisimamia, roho ya kuonesha independence, self-independence in leadership and partial obedience, ikasababisha Sauli kuweza kufarakana na Mungu na ikasababisha Sauli kuweza kuangamia. Baadaye katika vita Sauli mwenyewe akaweza kujiangamiza. Kwa hivyo wapendwa, Mungu atusaidie tusije tukawa na roho hii ambayo yule kijana alikuwa nayo. Roho ya kutaka kujisimamia kinyume na njia za Mungu. Kijana yule tunaambiwa alienda katika nchi ya mbali, to a far country, ambayo ni ishara ya maisha ambayo iko mbali na Mungu. So the far country doesn't just mean distance. It represents alienation from the Father. Unaposikia kwamba nchi ya mbali, haionyeshi tu umbali, bali inajaribu kuonesha kule kutenganishwa na Baba. So when we choose sin, we may feel free for a while, but soon we find ourselves enslaved by the very things we pursued. Ya kwamba tunapokuwa tumechagua dhambi wapendwa, huwa tunahisi tuko huru kwa muda. Lakini baadaye tunajipata sisi wenyewe tumewekwa mateka na hayo mambo ambayo tulitamani kuyafuata. Maana dhambi kila wakati huwa inanasa mwanadamu. Dhambi huwa inakutumikisha, inakufanya uishi maisha magumu, a life of slavery, hadi unaanza kutamani ungeweza kuwa huru. Wakati wote tunapoenda to a far country, yani tunapojitenga na Mungu, basi huwa inasababisha tuingie katika hali ya utumwa. Kitabu cha Isaya 59 mstari wake ni wa 2, maandiko yanasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha nyinyi na Mungu wenu, na dhambi zenyu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Yohana 8:34 nayo inasema, Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hivyo wapendwa, dhambi huwa inakutumikisha. The spirit of independence huwa inakusababisha uende mbali na Mungu, to a far country. Na unapokuwa mbali na Mungu, unatekwa na dhambi, unakuwa mateka wa dhambi. So a life of self-indulgence is a life
is not a life of liberty but of servitude. Ya kwamba maisha ya kuweza kujifurahisha, ya kuweza kujiongoza, si maisha ya uhuru, ni maisha ya utumwa. The younger son represents all. The younger son spent all his inheritance on riotous living. The world promised pleasure but gave him only emptiness. Ya kwamba huyu kijana mdogo alitumia urithi wake wote katika kuishi maisha ya anasa ya kujifurahisha. Lakini dunia ilikuwa imemwahidi anasa na furaha, lakini badala yake ilimpatia utupu. Alijikuta hana kitu, akajikuta ako chini kabisa hadi akaweza kuanza kuchunga nguruwe. Na akiwa anafikiria hata kuanza kukula chakula cha nguruwe, akakumbuka baba yake. Yohana wa kwanza 2 mstari wa 16-17 maandiko inatuambia hivi wapendwa, maana kile kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu hudumu hata milele. Kwa hivyo dunia inaweza kuahidi mambo mengi, lakini wapendwa, dunia inapita pamoja na tamaa zake. Lakini yeye anayefanya mapenzi ya Mungu, yeye anayetaka kukaa katika uwepo wa Mungu, basi hudumu hata milele. So my friends, many people today still waste God's blessings, health, youth, time and talents on temporary pleasures that leave the soul hungry. Wapendwa, watu wengi siku ya leo wanaendelea kuharibu baraka za Mungu. Afya, ujana, muda ambao Mungu ametupatia, talanta ambazo Mungu ametupatia, tunazitumia katika nasa za muda tu, na inafanya moyo wako kuweza kuwa na njaa. The sinner may find pleasure for a time, but the end is sorrow. Mwenye dhambi anaweza pata furaha kwa muda, lakini mwisho wake wapendwa itakuwa ni huzuni. Haya ndio tunaangalia katika huyu kijana ambaye alikuwa ameenda mbali na baba yake to a far country. Lakini wapendwa, habari njema ni hii, ya kwamba upendo wa Mungu bado huo inafikia mwenye dhambi hata akiwa ameenda umbali aje. Though the son left, the father never stopped loving him. God never forces us to stay, but his love follows us, waiting, watching and calling us home. Ya kwamba wapendwa, licha ya kwamba huyu kijana aliondoka na akaenda katika nchi ya mbali, bado baba hakuacha kumpenda. Mungu huwa hatulazimishi tubakie kwake ama tukae kwake, lakini upendo wake huwa inatufuata. Upendo wake unaendelea kutungojea, unaendelea kutuangalia na unaendelea kutuita tuweze kurudi nyumbani. Hivi ndivyo Mungu wetu alivyo wapendwa. Hata tunapokuwa tumeenda na tumeweza kujiharibu katika maisha ya dhambi, tumeweza kukaa na kukula na nguruwe, hata hivyo upendo wake bado huwa unatufikiria, upendo wake bado huwa unatutafuta, Mungu bado huwa anatuweka katika mawazo yake. Yeremia 31 mstari wa 3. Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndivyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. I have loved you with an everlasting love. Ndiposa ninakuvuta kwa furaha kwa fadhili zangu. Huyu kijana hata kama alikuwa mbali, upendo wa baba yake bado uliweza kumvuta hata akiwa mbali aje. Wapendwa, hata na sisi hauwezi enda mbali sana mahali upendo wa Mungu hawezi kufikia. There is no sin too vile for God to forgive. Hakuna dhambi ambayo ati ni mbaya sana Mungu hawezi kusamehe. Hakuna umbali ambao unaweza enda mbali sana na Mungu ati hawezi kufikia. Hapana. Kile tu kinaweza kutenganisha na Mungu ni uamuzi wako mwenyewe. Ukiamua kwamba Mungu sikutaki, hiyo tu ndio inaweza kutenganisha na Mungu. Lakini umbali wa dhambi, vile umeanguka ndani ya dhambi, hiyo haiwezi kutenganisha na Mungu hata kamwe. Basi kitabu cha Christ Object Lesson ukurasa wa 204, tunapokuwa tukimalizia wazo hili tunaambiwa, in his restless youth the prodigal looked upon his father as stern and severe, but how different his conception of him now. Eti katika ile hali yake ya kutokuwa na utulivu, yule kijana alikuwa anaangalia baba yake kama ni mkali na ambaye ni mkali na yule ambaye anasisitiza sana. Lakini sasa mtazamo wa baba yake ulikuwa ni tofauti. Akiwa katika hiyo hali ya utumwa, katika hiyo hali ameishiwa na kila kitu,
ule baba ambaye alikuwa anaona kwamba ni mkali, alianza kuelewa kumbe baba alikuwa ni mzuri. So those who are deceived by Satan look upon God as hard and exacting. They regard him as watching to denounce and condemn, as unwilling to receive the sinner so long as there is a legal excuse for not helping him. Ya kwamba pia wale ambao wamedanganywa na shetani huwa anamtazama Mungu kama kuwa ni mkali na yule ambaye anataka kushurutisha. Wanamchukulia kama yule ambaye anatazama kuweza kukemea na kuweza kukemea, kama yule ambaye hayuko tayari kupokea mwenye dhambi ikiwa tu bado kuna sababu tosha ya kukosa kumsaidia. Ni kweli yule kijana alikuwa amekosea, ni kweli yule kijana alikuwa ametenda dhambi, ni kweli yule kijana alikuwa amefanya kile kisichostahili, lakini baba yake hakumwangalia kwa roho ya ukaidi, kwa roho ya kutaka kumshtumu, kwa roho ya kutaka kumkemea. Baba yake alimpenda kama mtu ambaye anahitaji msaada. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo, wapendwa. Lakini shetani huwa anataka tuone Mungu kama yule ambaye ni mkali, yule ambaye anatakanga tu kutesa mwenye dhambi, anataka tu akuwe na sababu ya kukosa kusaidia mwenye dhambi. Mungu wetu hayuko hivyo, wapendwa. Tunaambiwa his law they regard as a restriction upon men's happiness, a burdensome yoke from which they are glad to escape. Ya kwamba sheria ya Mungu watu huwa wanachukulia kana kwamba ni kizuizi kinakuzuia usije ukakuwa na furaha, kana kwamba ni nira ambayo ni nzito ambayo unatamani kuhepa. Na shetani anapokuconvince uelewe hivyo, utoke kwa baba, baadaye ndio unakuja kujiona kumbe kukua kwa baba ndio kunastahili. Shetani huwa anadanganya wanadamu sana. Tunaambiwa he whose eyes have been opened by the love of Christ will behold God as full of compassion. Lakini wale ambao macho yao imefunuliwa na upendo wa Kristo watamtazama Mungu, waone kweli Mungu ana huruma nyingi, Mungu ana upendo mwingi. Kama yule kijana baadaye alikaa chini, macho yake ilipofunguka akaona kumbe baba alikuwa ananipenda. Kumbe baba alikuwa mwingi wa huruma, mwingi wa upendo. So he does not appear as tyrannical, relentless being, but as a father longing to embrace his repenting son. The sinner will exclaim with the psalmist, like as a father pitied his children, so the Lord pitied them that fear him. Ya kwamba yeye basi baada ya macho yetu kufunguka, hatutaona Mungu akiwa mkatili, hatutaona Mungu akiwa ni nafsi ambayo haitulii, bali tutaona yeye akiwa kama baba anayetamani kukumbatia mwana wake anayetubu. Na basi mwenye dhambi ataweza kusema kama vile Zaburi, kwamba kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, hivyo ndivyo baba anaowahurumia wale wanaomcha. Wapendwa, nataka tuweze kuwa na picha hii ya Mungu wetu. Wakati tunapokuwa tumetenda dhambi, Mungu hatuangalii kwa uso mkali, kwa uso wa kukemea. Anatuangalia kwa uso wa huruma, kwa uso wa upendo, akitamani tuweze kurudi nyumbani. Kumbuka ni uzuri wake ndio huwa inakuvutia kuweza kutubu. Na basi, living God may seem like gaining freedom, but it always ends in loss. Only in the Father's house is there real peace, identity and joy. Ya kwamba wapendwa, tunapoondokea Mungu, huwa inaonekana kana kwamba umepata uhuru, but mwisho wake ni hasara. Ni katika tu nyumba ya baba ndipo tunaweza pata amani ya kweli, ndipo tunaweza pata utambuzi wa kweli, ndipo tunaweza pata furaha ya kweli. Zaburi 16 mstari wa 11 inasema, utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Na basi wapendwa, hii ndio iliweza kufanya yule kijana kuweza kurudi nyumbani. Ni nini kilimvutia mwana kurudi nyumbani? Ni alipokumbuka upendo wa baba yake. Alipokumbuka huruma za baba yake. Alipokumbuka tabia ya baba yake. Wapendwa, pia na wewe unapokuwa mahali
ambapo unasikia uko katika giza, unasikia uko katika utumwa wa dhambi, unasikia kwamba umepotea, kile kitakusaidia kuweza kurudi nyumbani na kufanya uamuzi wa kurudi nyumbani ni unapokumbuka tabia ya Mungu wetu, kwamba Mungu wetu ni Mungu wa upendo, Mungu wetu ni mwenye huruma, Mungu wetu ni wa kusamehe, Mungu wetu ni mwingi wa rehema na fadhili. Unapokumbuka the character of God, hiyo ndio inaweza kufanya utamani kuweza kurudi nyumbani. Sikiza vile tunaambiwa Testimonies ya 3 ukurasa wa 101 aya yake ni ya 3 inasema, after he had come as low as he could, he thought of the kindness and love of his father. He then felt the need of a father. Ya kwamba alipokuja akawa amepungukiwa, akiwa chini kabisa, hapo fikiria kuhusu uzuri na upendo wa baba yake. Akahisi anahitaji baba. He felt the need of a father. Alihisi kweli ninahitaji baba. Kweli ninahitaji huruma za baba. Kweli ninahitaji upendo wa baba yangu. Tunaambiwa he had brought upon himself his position of friendlessness and want. His own disobedience and sin had resulted in separating himself from his father. Yeye mwenyewe alikuwa amejileta katika hali ya kukosa marafiki na pia ya kukuwa na hitaji, na kutokutii kwake na dhambi yake ndio ilikuwa imesababisha mwenyewe ajitenge na baba yake. Lakini alipofikiria, when he thought of the kindness and love of his father, he felt need of a father. Hii ndio ilimsababisha aweze kuchukua hatua ya kurudi nyumbani. Alijiona jinsi ilivyo mbaya sana kuishi bila baba. Na pia nasi tutakapofikia kuona jinsi ilivyo hasara kubwa, jinsi ilivyo vibaya sana sisi kuishi bila baba, kweli tutafanya uamuzi wa kuweza kurudi nyumbani. Na basi tutaweza kuimba kama wimbo unaosema, nyimbo za Kristo 118, nilipotoka kabisa. Anasema kwamba nilipotoka kabisa, lakini sasa narudi. Nikakawia dhambini, Bwana narudi. Narudi nyumbani daima kwako. Kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Ubeti wa pili unasema, nikasusurika sana, sasa narudi. Mwenye uchungu na tubu, Bwana narudi. Nimechoka maovuni, sasa narudi. Pendo lako lanivuta, Bwana narudi. Ndilo tumaini langu, sasa narudi. Yesu alinifilia, Bwana narudi. Damu yake yanitosha, sasa narudi. Unioshe kenye kenye, Bwana narudi. Mungu awabariki tunapotafakari maneno yale, na Mungu atusaidie tufanye uamuzi wa kuweza kurudi kwa baba yetu. Na tuombe. Mtakatifu Baba uishie juu mbinguni, kwa uamuzi wetu wenyewe tumejitenga na wewe na tukaenda katika nchi ya mbali, tukidhania kwamba tutapata furaha, tukidhania kwamba tutapata uhuru. Lakini badala yake tumepata huzuni, masikitiko, na tumejikuta tumenaswa na dhambi. Lakini hata hivyo upendo wako bado ni mwingi na unatutafuta. Na ndipo sasa tukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba upendo wako waweza kutuvuta tuweze kuamua kurudi nyumbani. Kama yule kijana alipofikiria na kuwaza kuhusu uzuri wako, akaona jinsi ilivyo hasara kubwa na jinsi ilivyo maisha mabaya kuishi bila baba, akaamua kuweza kurudi nyumbani. Nasi tusaidie tuweze kufanya uamuzi wa kuweza kukurudia. Maana wewe umetuita wana wako na umetuambia tuweze kukuita baba yetu. Asante sana kwa yale ambayo unazidi kutufunulia katika kisa hiki. Maana wewe ni Mungu mkarimu. You are the prodigal God. Katika jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen.